sera za Chadema, hata sisi tulichallenge, ilikuwa chama dola. Lakini kama ingekuwa tunaenda kushindana kwa sera, sisi tungeweka pembeni. Na wengi wenu wala hamjui, sina hakika kama bado ipo. Mnyika labda atanisaidia kama ile barua ya Mwalimu Nyerere bado tunayo. Mwalimu Nyerere alituandikia barua akiisifu Chadema kwa kuwa na sera bora. Nitajaribu kumuuliza Mnyika wangu baadaye na kina Antonia, nimemwona sekretari wangu wa enzi zile. Ile barua naamini bado tutakuwa nayo mahali fulani. Lakini tulipata barua ya Mwalimu. Hakuna chama baada ya yeye alikuwa na chama chake CCM, sio? Lakini sisi ndio chama ambacho ilikuwa kwenye moyo wake. Jambo ambalo ilituweka kwenye ngazi ya juu tokea wakati ule. Kwa hiyo jambo moja kubwa ambalo lilitunyanyua haraka, sisi ni chama kipya. Kama kinaanzishwa na kusajiliwa 92, alafu ghafla Watanzania wanaipokea, ni kwa sababu ya vichwa vya hivi vijana walioletea ubunifu mkubwa wa kuanzia na sura ya bendera yetu. Ubunifu mkubwa ulioanzia na hii bendera, kuna sehemu nyekundu pale, sijui kama umeiona. Ndio. Tukafitiniwa sana. Tulifitiniwa sana kweli kweli kwamba mnataka kumwaga damu. Nyekundu ni alama ya damu, sio? Kwa Chadema mnatuletea vurugu, mnataka kumwaga damu. Wale vijana na kamati zao walipokaa, ilikuwa na kamati kadhaa. Mnyika, ningetamani kama ndicho mlichotaka ningerudi kwenye kumbukumbu, lakini mimi nimeandaa kitu tofauti. Sasa jukwaani lienda analeta kingine. Lakini akili ya vijana wetu ilikuwa inachemka toka mwanzo. Wakatuambia, jamani, mnadanganywa. Kwani majimaji wazee wetu hawakupigana? Wazee wetu si walienda kwenye vita? Kama walienda kwenye vita, kwa nini tusiwape heshima hawa wazee? Walienda kwenye vita wakapigana, na leo tumekuta nchi yetu iko salama kwa sababu ya wazee wetu waliopambana. Wasingepambana leo, labda Mjerumani angeshachukua sehemu. Labda Mbelgiji kama alivyochukua kule Rwanda na Burundi kule. Labda Mbelgiji naye angechukua sehemu yote ya magharibi ya Tanganyika wakati ule. Lakini vijana walisimama wasema, bado hiyo rangi nyekundu hiyo tunaitaka, na rangi nyekundu ni ishara kwamba wazee wetu hawakukubali na unyanyasaji, wakamwaga damu yao, ndio leo sisi ni nchi huru. Kwa hiyo rangi yetu ambayo sisi walitaka kuipotosha na kuipoteza, rangi yetu imebaki mpaka leo. Lakini kitu kikubwa zaidi ambayo mwanzoni nayo ilikuwa ngumu kueleweka na kilipingwa, na hii mpaka leo watu wa CCM hawaipendi, hii sehemu ambayo ina vidole viwili hapa. Vidole viwili vyenyewe kwanza vilileta utata mkubwa sana. Sisubutu hata kuonyesha maana ya vidole viwili hapa. Sijui vijana nadhani wataelewa. Watu wazima nikitamka utanifukuza hapa mara moja. Sasa achana na vidole viwili. Chukua weupe. Weupe maana yake nini? Nini? Weupe ni nini? Sasa weupe, usafi. Kwenye madhehebu ya dini, mimi ni padri wa kanisa Katoliki mstaafu. Wengine hawajui kumbe. Nilikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu mpaka mwaka wa 90 tulipompokea baada ya papa, nikaondoka. Na niliondoka kwa principle moja tu. Nikawaambia maaskofu wangu, theolojia mnayotaka kuniambia leo sio theolojia mlionifundisha nikiwa seminari. Kwa heri, naondoka. Kwa sababu niliibiwa. Wakati ule haikuwa hela nyingi sana.
waliiba milioni 18 tulizogundua mwanzoni. Wakaenda kujenga baa moja kubwa sana kule kwenye makao ya jeshi kule. Unapoenda pale airport, mbele kidogo kuna barabara kwenda kushoto. Okay. Sasa siri ya kuondoka sio hiyo. Siri ya kuondoka, kumbe niliyemwajiri mimi bila kujua ni mdogo wa baba askofu. Sasa baba askofu akaungana na wenzake, nikabaki na mwenyekiti wangu Askofu Isuja na Askofu Lebu. Wale ndio walinishika, lazima hawa wameiba, tuwapeleke mahakamani. Wale wengine wote wakasema hapana, hatuwezi kuwapeleka mahakamani. Sasa the story is longer, sitaki kueleza hiyo, sio mada yetu. Sahihi kabisa. Lakini matokeo yake nini? Kaambia maaskofu, mimi sasa theolojia ya kanisa Katoliki niliyojifunza inaniambia, na ndio dhambi pekee. Bahati mbaya watu wengi wanafikiri kuzini ndio dhambi kubwa katika madhehebu ya dini yetu. Kumbe dhambi kubwa ni usiibe. Kwa sababu ukiiba ukaenda kuungama kwa padri, anakuambia rudisha kwanza ulichoiba, alafu ndio kaungama, umeshairudisha. Kwa hiyo nikamwambia haya, asanteni, kwa herini. Msingi wangu ulikuwa huo. Sasa maana yake nini hiyo? Sisi tumesimamia misingi thabiti, na huo msingi thabiti kama nilivyoeleza, usafi wa moyo, nyeupe. Nyeupe ndio alama ya utakatifu. Hata mkienda makanisa karibu yote ya Wakristo, hata kwa Waislamu, sina hakika sana, sijaingia msikitini nikaangalia sana, sijacheki, sina hakika kama alama nyeupe. Lakini kwa Wakristo wote alama nyeupe ina maana. Chadema kinamnyika kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu wakatuwekea nyeupe, ikafuta hata ile alama nyekundu wenzetu waliotaka kutupiga nayo, ile ikafunikwa kwa sababu tuna nyeupe, usafi wa moyo. Na ndio maana Chadema mpaka leo, mpaka kesho itasimama, kwa sababu angalia nyeupe inavyopendeza. Nyeupe ikiwepo mahali, na amani inakuwepo, upendo unakuwepo, na Mungu anateremka kutoka anakoishi. Naamini Mungu anaishi mbinguni, anateremka anakuja kukaa na yeye, kwa sababu yeye ni watu wa amani.